Mwenyekiti Ali Shaban Kamwe, tueleze kuhusu hali ya kiungo wetu Daktari Khalid Aucho mara baada ya kuona kutomaliza mchezo wa jana dhidi ya Coastal Union pale KMC Complex. Yes, Khalid Aucho, daktari wa mpira kama ambavyo mashabiki, wanachama na wapenzi wa klabu yetu Young Africans wamezoea kumuita hivyo. Jana ni kweli alipata majeraha na akashindwa kuendelea kwenye mechi dhidi ya Coastal Union, na shauku ikawa kubwa kwa mashabiki wa Young Africans kutaka kujua hali ya Daktari Aucho, aliumia nini na alichoumia kama kitamweka nje kwa muda mrefu, kwa sababu watu wanajua kuna mechi nyingi zinakuja mbele na wanahitaji wachezaji wao wote wawe fit. Siku ya leo tukiongozwa na daktari wetu Moses Etutu, tulikwenda kwenye hospitali ya Saifi. Fikiri wote mnaifahamu hospitali ambayo klabu ya Young Africans imekuwa kiitumia mara kwa mara pia kwenye check-up za wachezaji wake. Tulikwenda pale Saifi na Khalid Aucho akafanywa check-up, vipimo tofauti, na ikagundulika amepata shida ya hamstring. Hamstring ni neno la kitaalam, lakini kwa lugha tu ya mpira kwa watu ambao watakiwa waelewe kwa haraka ni majeraha ya nyama za paja, sehemu ya nyuma. Ndio shida ambayo kaipata. Na kwa mujibu wa daktari Moses Tutu na mchezaji mwenyewe ambaye tumezungumza naye, Khalid Aucho, kwa kujibu swali ambayo watu wengi wamekuwa wakijiuliza, hata kuwepo kwenye mchezo dhidi ya Azam Football Club, na daktari ametuambia kesho atakwenda kufanya vipimo vingine. Baada ya vipimo vya kesho sasa ndio watakuja kugundua sasa ni kwa muda gani atakuwa nje. Lakini taarifa rasmi ambayo imetolewa na daktari na mchezaji mwenyewe akiangalia afya yake, naona hata kuwa sehemu ya mchezo wa Azam Football Club. Kwa hiyo ni taarifa ya daktari Khalid Aucho ambaye aliumia mechi na kosi, amepata hamstring, na official sasa hata kuwa sehemu ya kikosi ambacho kitacheza mechi dhidi ya Azam Football Club. Bali na yeye, tueleze ripoti ya timu. Bila shaka leo kutakuwa na session ya mazoezi kule Avic Town. Nini kinaendelea kwenye timu yetu kujiandaa na mchezo wetu dhidi ya Azam? Yes, ratiba unajua ni back to back, hakuna muda wa kupoteza sana. Kwa hiyo leo timu itakutana Avic Town kwa ajili ya recovery session na kufanya video session pia, kwa maana ya kutazama mechi ilivyokuwa ya Coastal Union na wapi tunaweza kwenda kuimprove kuelekea kwenye mchezo ujao, lakini pia kufanya review ya baadhi ya mechi ambazo tumecheza dhidi ya Azam na mechi zao ambazo Azam amecheza, kuangalia pia ubora wao, madhaifu yao, na kutengeneza mpango sasa ambao tutaingia nao Azam Complex siku ya Alhamis. Kwa hiyo leo kuna session pale Avic Town na kesho pia kutakuwa na session nyingine ya mwisho, na hizi session mbili tunaamini kwa kiasi fulani zitakuwa zimetosha kwenye maandalizi kuelekea mechi ya Azam Football Club. Tunajua ugumu wa mchezo huo, tunajua umuhimu wa mchezo huo, lakini we are Young Africans Sports Club na tunatakiwa tuwe imara, tuwe na nguvu wakati wote kuweza kupambana kupata matokeo mazuri. Kwa hiyo program za timu ziko hivyo na zinaendelea vizuri alhamdulillah. Jana ulizungumza na wananchi, kile ambacho wanatakiwa kufocus nacho ni mchezo wa Azam FC kwa sababu ni miongoni mwa michezo bora, michezo migumu na michezo ambao muhimu kwetu sisi Young Africans. Lipi unalo la kuzungumza nalo siku ya leo kuelekea mchezo kwa kuwa zimebaki siku chache? Jana of course kila mtu aliona mwitikio ulikuwa mkubwa sana, wananchi walikuja kwa wingi sana KMC pale, na tukawashukuru na tukawaomba sasa wajiandae pia kwa wingi ule mara mbili yake, kwa sababu size ya pitch ya KMC ni mara mbili labda nasema labda ya watu wanaoingia pale Azam Complex. Kwa hiyo tujiandae pia kuja kwa wingi Azam Complex. Kitu ambacho tungetamani kuona wanayanga tuna improve ni kuacha kuwa watazamaji na kuwa washangiliaji. Tulijaa sana KMC Complex, lakini kwa bahati mbaya tukawa watazamaji. Yaani ile vibe la Yanga lile shangwe ambalo tulikuwa nalo season iliyopita sijaliona viwanjani hivi karibuni. Kwa hiyo wito wangu kwa vikundi vyote vya Yanga, mashabiki wote wa Yanga ambao watakuwa wanakwenda viwanjani, twendeni tukaishangilie timu yetu, kwa sababu usiposhangilia nyakati hizi maana yake unajitengenezea mazingira magumu ya kutokushangilia kwenye mwisho wa msimu utakapofika. Kwa hiyo tujitahidi sana
Ushindi haupatikani tu kwa Mzizi au Pacome kufunga goli. Ushindi unatafutwa. Na kazi ya shabiki kwenye kutafuta ushindi ni kuhakikisha anamotivate mchezaji wake, anamuhamasisha na anamdhoofisha mpinzani kwa sauti yake. Kwa hiyo niwaombe sana wana Yanga, sana ile full shangwe ambayo Yanga Afrika ndio tunajivunia nayo kwa michezo inayofuatia, naomba irudi. Vikundi vyote vya Yanga vyote, Yanga on fire, Yanga friends forever, Yanga Mzinga Kongoe kule, Yanga Kidali asilia, Young Z tumeona moto wao. Wapi nimesahau kuwataja wengine, matawi mengi unbeaten, yes, unbeaten imekuwa na nguvu pia, wanangu wa Keko, WhatsApp makao makuu, matawi mengi, lipi lingine nimesahau, Yanga friends forever, yes, yote tunawahitaji, plus wale influencer wetu tunawahitaji sana. Tujitokeze kwa wingi viwanjani, lakini twende na ngoma zetu. Tusiende tu kwa ajili ya kuchambua mechi, sio kazi yetu. Hiyo ni kazi ya kina Mbangile huko. Sisi twende tukashangilie timu yetu. Yaani uwezi kwenda shabiki dakika ya kwanza umekaa, unaagiza karanga, unakula, unasubiri goli. Hamna mpira wa hivyo duniani. Shabiki ukishaingia, unatakiwa umalize shughuli zako zote. Hata mimi kuna wakati fulani nilikuwa napinga hata tabia mtu anaingia anatoa tu visimu. Mechi inaendelea, unatoa simu na rekodi. Ungebaki nyumbani kama unataka kujiangalia kwenye TV. Ukienda uwanjani maana yake umeenda kwenye uwanja wa vita. Vita unapo slip dakika moja tu tayari adui amekushambulia. Kwa sisi kwa nguvu tuliokuwa nayo, wingi tuliokuwa nao, inabidi uwe faida viwanjani. Kwa hiyo niwaombe sana wana Yanga tukatengeneza atmosphere tofauti kwenye mechi inayofuatia. Tuwasukume wachezaji wetu, tushangilie. Mimi msimu huu kwa mfano ukiniambia kuna mechi Yanga walicheza Dodoma, nakumbuka, na Dodoma Jiji. Wow, bonge moja la vibe. Wewe utawekea hiyo clip ya Dodoma. Ilikuwa atmosphere hatari sana pale Dodoma. Nataka vitu kama vile vijirudie kwenye mechi zetu. Wana Yanga washangilie. Yaani kwa kuna kuwe kuna umeme kweli unapita kwa bana watu mmoja utafuta matokeo leo. Lakini tukienda viwanjani tumekunja 4, kazi yetu ni kuchambua tu. Kibabaje akimbii huko, akimbii wapi na wewe umpusha akimbie. Si ndio bana? Zinapiga cross, apige cross vipi? Wewe fanya jukumu lako, shangilia, push wachezaji. Unapokuwa unakaa kimya unamtengenezea confidence mpinzani kwamba okay tushaweza kuwanyamazisha hawa, na unawatengenezea pressure wachezaji wako. Kwa hiyo tukisimama na players wetu muda wote tukashangilie. Kwa jamani, hizi mechi za mwisho hizi, kama mtu unajijua huwezi kushangilia, ni bora usije viwanjani. Tunakuomba sana. Tunataka wana Yanga wanaokwenda vitani kwenye hizi mechi za mwisho. Hatutaki wana Yanga watazamaji. Kama unajiona wewe huwezi kusimama na timu yako nyakati hizi kushangilia, kuwapush wachezaji wako na kuwatia unyonge wapinzani, tafadhali sana, Azam TV ipo, burudani kwa wote. Baki nyumbani, lipia kingamuzi, angalia. Tunataka wana Yanga wanaokuja viwanjani, sio mwenzio anasimama, wewe nyuma huko unaanza kusonya, unamtupia chupa, kachi unaniziba. Hapana. Tukiamua kwa mfano mechi inayokuja hiyo, mimi sitakaa VIP. Mimi nitakaa pia mzunguko na wanangu. Tunataka tushangilie muda wote kwa sababu hichi ni kipindi cha matokeo. Na tuwe na energy wana Yanga. Tukubali kuwa na energy, tupush timu yetu. Kwa hiyo tunakwenda kucheza Azam, maana yake eneo ambao itabakia tu pale eneo la VIP ambao watakaa wageni, lakini eneo la VIP A si VIP B mzunguko hakuna staffu. Yaani hauwezi kuwa mwana Yanga sababu unakaa VIP A unasema jukumu la kushangilia la kigelegele kule. Hapana. Hizi nyakati ni nyakati za Yanga wote. Kwa wanangu ambao mtakaa VIP A, mtakaa VIP B, mtakaa mzunguko, jueni kabisa tupo katika uwanja wa vita na tunataka tusimame tushangilie timu yetu. Kwa nawaomba sana, jangisheni nyie ambao mna uwezo kwenye matawi, lipieni ngoma kwa wingi. Kama hauna tawi una hela yako tu, ni cheki DM, mcheki Alwatan DM, tuma hela tukodishe vikundi vya ngoma vingi tuwe navyo, tuweze kushangilia muda wote, tutengeneze matokeo mazuri. Kwa hiyo niwaombe wana Yanga, mechi zobakia hizi ni mechi ngumu, mechi muhimu, na kila mtu afanye jukumu lake. Mechi ya Azam najua maandalizi yameshaanza kwenye matawi, ni mechi ngumu, tujiandae vizuri, lakini final twendeni kwa wingi washangiliaji.
tukaishangilie timu yetu. Tumalizie hapa Ali. Wewe umekuwa link ya mashabiki, wanapata habari kutoka kwako, unazungumza na viongozi wa Young Africans. Jana makamu wa rais wa Young Africans Arafat Haji alikuwa uwanjani, rais wa Young Africans, viongozi wa Young Africans. Lakini umekuwa link pia kwenye technical bench, wanachozungumza unakipata na unashare na sisi. Kuelekea kwenye mchezo huu, level ya uongozi, technical bench, hasa ni mchezo mgumu unapozungumzia Azam dhidi ya Yanga, ni dabi ya Dar es Salaam hii. Vipi huko, nini kinachozungumzwa kutoka kwenye utawala? Watu wanatafuta pointi 3. Tumeshapoteza mchezo wa kwanza dhidi ya Azam, kwa hiyo tunataka tupate pointi 3 kwenye mchezo wa pili. Sio mchezo wa maamuzi, ieleweke vizuri, ila ni mchezo mgumu. Kwa sababu unaweza ukashinda mchezo huo na ukapoteza mchezo unaofuatia ikawa hakuna ambacho umekifanya. Ni mchezo mgumu na ni waombe wana Yanga kwenye level ya uongozi huku maandalizi yameanza vizuri. Level ya technical bench maandalizi yanaendelea. Players kila mmoja, jana usifikiri Aucho anatoka analia, alikuwa analia vipi? Analia kwamba kuna mechi kubwa hapa anakuja anaikosa kuisaidia timu yake. Lakini alhamdulillah tunao timu pana, tunaye Shua Boy, tunaye Mkude, tunaye Duke Abuya, tunao wachezaji ambao wanaweza kubadilika na kuwa defensive midfielder na timu ikacheza tukapata matokeo mazuri. Kwa hiyo kila upande unajiandaa na mechi hiyo. Na naamini itakuwa mechi nzuri, mechi yenye ushindani na inshallah tutapata matokeo mazuri. Kila la kheri. Asante sana. Fresh.